kwenye swala la betting huko kwenye bodi ya ligi, maana sasa lina mguso na vilabu ndo vinahusishwa na wao ndo wanavimiliki. Kama ni utovu wa nidhamu unaanzia kwao, wanatuambukiza na sisi. Lakini kwa kusaidia, tulitoa adhabu sisi kamati ya mashindano. Tulikuwa ukumbi huu nilipozungumza na nyinyi, na nilisema sisi kamati ya mashindano hatutoi adhabu kwa watu ambao kwamba yanatajwa uwanjani kwamba kuna betting au timu zimepanga matokeo. Sisi timu zote 4 tulizoziadhibu, tuliadhibu kwa vitendo vya utovu wa nidhamu, na hata barua ya majibu tulielekeza katika kitendo cha utovu wa nidhamu. Tukatoa mfano ambao kila leo tunautoa. Haingia akilini mchezaji wa timu ya taifa ya ng'ombe wapige chenga wenzake halafu akajifunge mwenyewe. Huo ni utovu wa nidhamu, si upangaji wa matokeo, ni utovu wa nidhamu. Na ndio maana timu zile zote ambazo tulizikuta katika ripoti za waamuzi na za majisi kwamba kuna baadhi ya wachezaji wao walikuwa wanajifunga kwa makusudi, zote 4 tumeziadhibu. Zote tumezisimamisha kwenye kombe la FA misimu 3, wakajifunze nidhamu. Hatuwahitaji sisi, tumeziadhibu. Hii issue ya betting kama alivyosema mwenyekiti, kubashiri imeruhusiwa, lakini sisi Zanzibar hatuambui tunabashiri, tunaambia tunapanga matokeo. Ikram na jopo lake wanaifuata Raskazoni, anacheza na Kabwanga kesho, wanakwenda wanaambia kabisa mchezo huu tukiuingiza kwenye issue hii, mkitoka matokeo haya kuna kiasi fulani cha fedha kabla haujachezwa huo mchezo. Kwa hiyo kwa sababu vilabu vyetu navyo ni maskini au tunahitaji fedha, vinaingia kwenye huo mkumbo. Kwa hiyo kama alivyosema Kidali, si betting. Msije kuona betting tu siku zote anapata yeye tu, yeye hapatwi. Na ndio maana pale ukenda Mau zile jeuri zinakuwa zinatokea. Hivi karibuni nilikuwa nipo kwenye mashindano ya FA. Bwana pita pale, bwana kimbilia sijui ndio michenzano huko. Raskazoni nitataja sana, samahani na nyinyi na mambo ya wakala. Wanakimbilia hapo. Tunawahi pale. Alafu wengine wanasema kabisa, yani raha kama nini, unanunua tiketi 1000 unaenda kufuata milioni 4. Unaona? Sasa ule ni utovu wa nidhamu. Kwa hiyo vilabu vyetu sisi Zanzibar hatubeti, tunapanga matokeo kwamba mnafuata kabisa na mnaridhia, nakuja uwanjani na kuna timu zinafungwa kihalali. Unajua hao wamefungwa na zipo, na tulipongeza nao siku niliokaa na waandishi wa habari. Zipo timu moja ni Black Sailor, wanifuatwa na vijana wangu wa Kinuni kule, sijui wakifungwa 10 kwa moja, sijui 10 kwa ngapi, wapate moja tu. Lakini wale mwendea ni Juma Wadhi, hana shida milioni 2, akawatuka niliambani. Unaona pale uwanjani Maubi walicheza, bwana lia nitani kule naishi nao, akaanza kutukana, jamaa mkorofi yule, bora tungaliwaambia wachezaji kuliko kiongozi. Unaona? Kwa hiyo maana yake si betting, ni kupanga matokeo. Kwa hiyo jamani, hebu tutokeni huku kwenye kupanga matokeo, shirikiana na bodi ya ligi, tuseme na vilabu vyetu, tuone sasa wale wanaokuja na simu pale, mpaka wengine wanaomba chaji kwenye gari ya Zanzibar Cable. Naziona timu mtu yuko chini ya gari imetiwa chaji bwana, nani watafanikiwa? Maana vijana Kirambo mechi 3 tu yule hafanyi tena, lakini kwa sababu tumeshawapa uhakika na sisi mawakala tuko pale, unaambia baba hii mechi iko hivi, subiri sasa kipanga atafungwa la pili pale, sijui atafunga na ngapi, anatokea kweli, kwa sababu tushapanga, hatubeti. Kwa hebu tuondokeni kwenye mkwamo. Lakini pasenti vilabu vinakuwa vinapata 20%. Vilabu vinapata 20%. Na mwanzoni walikuwa wanapata 15 kwenye ligi. Lakini sisi FA kwa sababu hatuna udhamini tukasema hapana, sisi tuwape 20 iathirike ZFF. Sio ZFF ipate nyingi kuliko vilabu. Kwa sababu kule unaweza ukasema pengine labda sijajua kwenye Premier wanapoa ngapi, lakini najua kwa mara ya mwisho ilikuwa ni 15. Sasa kama wanapewa hivyo wanaweza kawa na sababu si wamepewa udhamini. Huku wanasema huku hakuna udhamini. Kwa nini sisi ZFF ndo tuwe na asilimia kubwa kuliko vilabu? Kwa kule vilabu vinapata 20%. Kila timu A, timu B, uwanja wenyewe tunaupa 15 tu.
uwanja tunaupa 15% sisi kwenye FA. Kwa hiyo vilabu vinapata 20%. Ni vilabu wenyewe kwa kushirikiana na sisi na waandishi wa habari, tuhamasishe waje mashabiki wengi, tuvisaidie vilabu vyetu kwa pamoja. Tulipofungia timu 4, sisi kamati ya mashindano tunasimamia mashindano. Timu tunaiadhibu kwa upande wa yale mamlaka yetu. Sisi tunaiadhibu kwenye mashindano. Lakini tuliwapelekea nakala ya barua ile wenzetu wa kamati ya hadhi na nani za wachezaji ya Bwana Kasim. Kama nakumbuka wako wachezaji walifungiwa kama goalkeeper wa Taifa ya Ng'ombe, sijui na mchezaji aliofanya ule utovu wa nidhamu, wao wamefungiwa. Si kwenye FA tu, yani hao wamefungiwa mpaka kwenye mashindano. Sasa sijajua kama bodi ya ligi wanaruhusu wala, lakini ninavyojua na taarifa ilitoka mpaka press. Nafunguka walikupatia Kasim na ilitoka. Kwa hiyo wachezaji anapofungiwa, tena nalijibu pamoja na lazima moto. Kama kuna wachezaji wa zimamoto wamefungiwa, zimamoto ni klabu ya PBZ Premier League, ni ya ZFF, inashiriki mashindano ya ZFF. Maana yake wachezaji hao na FA. Hilo halina mjadala. Haya ni mashindano kama alivyo. Kwenye kanuni adhabu yote inayofanywa ya ZFF mashindano hizi kadi wanajua hao. Mchezaji akaonyeshwa kadi kwenye Premier, kaonyeshwa sijui kwenye FA, anaenda nayo. Kadi inamfuata ile mpaka itumikie. Asija akasema nimeonyeshwa kwenye PBZ Premier League naenda kwenye FA anacheza. Sio kweli. Au kaonyeshwa kwenye FA kesho kutwa tunarudi kwenye ligi hachezi. Anaenda nayo na kanuni imesoma kabisa. Kwa hiyo kama kuna wachezaji wamefungiwa wazima moto, maana yake hao hawahusiki kama mechi zao hazijaisha. Sasa sijajua wamefungiwa michezo mingapi. Kwa hiyo kama wapo, maana yake ni kwamba hao wataenda na adhabu yao na kwenye FA mpaka michezo yao waliofungiwa imalizike. Hii ni michezo yote ya ZFF. Tunatumia kanuni moja sote. Ni jambo zuri kweli kweli. Na hata hii FA tunapoanza huwa tunakwenda. Tukianza hatua za mwanzo tunakwenda. Zipo timu hapa zimelalamika sasa. Kila siku mchezo wa pili usiwe tunaenda BZL kule kwa wapi kule? Jambiani. Unaona? Jambiani tumeenda. Zamwi tulitumia Jambiani, tulitumia na Kinyasini, tukatumia na Maungani. Tukatumia na Maungani. Kwa hiyo inakwenda. Mimi naomba Mwenyezi Mungu sana uwanja wa Kitogani umalizike. Na turuhusiwe. Mimi niseme kamati ya mashindano tunapenda sana hayo. Na hata mwenyewe Dr. Sheni kipindicho ambaye ndo alitaka tuite FA Cup alisema hivi kwamba tupende sana kuzishirikisha timu za chini, lakini na mashindano tuyapeleke vijijini. Na ndio maana sisi tunajaribu kuzipeleka. Kwa hiyo tukifika hatua ya robo finali, kama kuna viwanja ambavyo hivi vilivyotengenezwa, tutapata fursa hata kama ni kwa mama Kizimkazi, tutakwenda kuicheza robo finali. Tutamwomba katibu mkuu wa ZFF atuandikie barua, atuombee kama vipo vitakavyokidhi huko vilivyoko mawilayani kusini na kaskazini kwenye robo finali, na waahidi tutakwenda. Tukishapata tu bidhaa tutazipeleka timu. Kwa sababu hata hizi timu zenyewe hazina mashabiki mjini tu. Kuna watu wanaipenda JKU wako pengine kusini huko, lakini hawapati fursa kutokana na mapirika yao ya kule kuja mjini. Lakini tukiwapelekea uongo nao tutakuwa tumewanadi. Kwa hiyo hilo tumelichukua na inshallah niwaahidi tutalipeleka kwa katibu mkuu. Ni wazo zuri sana kwa afya ya michezo yetu.